ametusaidia, tumeweza kuona siku ya leo tukiwa wazima. Kuna wale ambao hawakuweza kuona. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna nani kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa nafasi nzuri ambayo amenipa niweze kuja na tuweze kutana pamoja katika nyumba yake. Ninahisi ndani mwangu ya kwamba Mungu anaendelea kutuinua katika upeo mwingine katika ibada zetu, jinsi tunavyoanza kuabudu Mungu. I feel God is taking us to another level, and we bless Him for that, because we were created for the same, that we worship Him and we glorify Him. Alituumba kwa ajili ya hiyo kwamba tumkutukuze yeye, tukimwabudu na tukimtumikia yeye. Neno lile ambalo tumesomewa toka katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake wa kwanza hadi wa pili, inazungumza kuhusu jinsi Mungu alivyofanya uumbaji, na nitaweza kuangalia mlango huo wote, mlango wa kwanza wote kuanzia mstari wa kwanza hadi 31. Na katika somo letu ambalo tumesoma, ningependa tuweze kuona jinsi Mungu alivyofanya mambo mwanzo, vile Mungu alivyofanya mambo mwanzo. Na topic yetu ni kwamba usidharau mianzo yako ndogo. Do not despise your small beginnings. Usidharau mianzo yako ndogo. Na neno ambalo tumepata hapo katika mstari wa kwanza inatuambia wazi ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Na ni neno la ajabu sana. It's one of the most challenging concepts confronting the modern mind. Binadamu wa sasa amebuni mambo mengi kuhusiana na jinsi ambavyo mambo yalikuja yakawa. And therefore, when we consider the complexity with which the heavens and the earth were formed, actually it is a concept that confronts our minds. Na tunaendelea kufikiria jinsi Mungu alivyofanya. Na nilipokuwa nikisoma somo hili, ikanikumbusha jinsi Mungu alivyo mkuu, na jinsi sisi binadamu tulivyo wanyonge na wadhaifu hata kuelewa mambo ya Mungu jinsi yalivyo. Kwa sababu wasomi wamesema ya kwamba the galaxy we live in is spinning at the incredible speed of 490,000 miles per hour. Wakati ambao umepanda gari na unaenda katika speed ya 100 kilometers per hour, you tend to get threatened and you are scared. Na unaona ni kama huyu dereva haideshi gari vizuri. Lakini dunia ambayo tunaishi inazunguka katika speed vile ambavyo wasomi ambao wamesema a speed of 490,000 miles per hour. Na tena tunaambiwa na wale waliosoma kwamba inahitaji milioni 200 miaka ili so that this world, the earth, the galaxy that we live in, to rotate once. Na wanatuambia kwamba there are over 1 billion of other galaxies just like what we live in this universe. That shows us the complexity with which God created whatever is there. And somebody was saying, in fact, it is considering the complexity of the creation of the heavens and the earth, it is only easy to believe that God created than to think that things ever evolved, as people say. Amen. Na wasomi tena wakaendelea kusema, tunaposema Mungu aliumba mbingu na nchi, scientists say that the number of stars in creation
is equal to all the grains of all the sands on all the beaches of the world. The stars. And this shows us that there is a great God. Bwana sifiwe. Kuna Mungu ambaye ni mweza yote. Mungu aliyeumba mbingu na nchi na akaweka vitu vyote vilivyo ndani mwake. Huyu Mungu, neno hili ambalo tunaposoma katika kifungu hicho chote, inatukumbusha Mungu ni nani, na inatukumbusha pia binadamu ni nani. Mungu, katika andiko hili tunakumbushwa kwamba Mungu ni muumbaji na aliye na uwezo wa kuumba. God is creative. So this text is reminding us that God is creative. Number two, this text is reminding us that God as the creator, God is distinct from his creation. Yeye hakuna anayefanana na yeye. Yeye anasimama peke yake, akiwa muumbaji mkuu aliyeumba vitu vyote na akaviweka katika hali yake. Na ya tatu inatukumbusha kwamba God is eternal and in control of the world. And when God was creating the world, wakati Mungu alipokuwa akiumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, Biblia inatuambia katika mstari wa 2 ya kwamba nchi ilikuwa ukiwa. So when God was creating, wakati Mungu alikuwa anafanya uumbaji, aliufanya uumbaji kutoka kwa kile ambacho hakikukuwa. From voidness, from emptiness. And the Bible is saying that what was seen in the expanse, the Bible is telling us in verse 2, ya kwamba giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Therefore from nothingness and from emptiness and from voidness and from darkness, God created the heavens and the earth. Na kuna neno ambalo nikisoma hili neno likanikumbusha ya kwamba ukijua Mungu ni nani, unaweza jua kwa udogo sana wewe ni nani. When you understand who God is, then in a small way you are able to understand who you are. Because in verse 26 the Bible says, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama na nchi yote. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Ninasema kama tunaweza kumjua Mungu jinsi alivyo mkuu, basi tuwaweza kuelewa kwa udogo sisi ni akina nani. Kwa maana huyo Mungu ambaye ana uwezo wa kuumba, Mungu ambaye anasimama peke yake kando na uumbaji, Mungu ambaye ni wa milele na anatawala dunia mzima, huyo Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. And therefore when I look at myself, I see the image of God. When I look at you, I see the image of God. And God, wakati ambao alituumba, akatuweka katika mamlaka. That's why verse 26 ikasema, ili aweze, verse 26 ikasema, na ndege wa angani aweze watawale. So that power, the power that God had to create the heavens and the earth, the power that God had in controlling the universe, that power in a small way was imputed on us. Bwana sifiwe sana. Hiyo mamlaka kwa njia ya ajabu, njia ya Mungu akaisongesha mamlaka hiyo kwetu sisi binadamu. Na kwa hivyo kama Mungu ako na yeye ana uwezo wa uumbaji, basi kwa njia kidogo binadamu ako na nguvu ya uumbaji. Bwana sifiwe. If God is creative, then man who is made in the image and likeness of God is also creative. Bwana sifiwe. If man is created in the image and likeness of God, then man is also made distinct and unique in creation. And that's why we are saying
man is valuable in the eyes of God. Mwanadamu ni wa dhamana machoni pa Mungu. Na kwa hivyo usijidharau. Mimi sijidharau. Kwa sababu mimi na wewe ni wa maana machoni pa nani? Kwa maana alituumba kwa dhamana. That is why katika uumbaji wa Mungu aliumba vitu vyote na kisha akaumba binadamu. Akapenda binadamu kiasi ya kwamba akampa vyote, akaweka yeye mahali vyote vimo. Na sio hiyo tu ya kwamba sisi ni wa dhamana machoni pa Mungu. We are more important than the animals and all the creation. We are more important. We are very important. And not only that, man has the power to create. Man can sit down. Binadamu anaweza keti chini na kufikiria na kuona ni jambo gani mpya ambayo ninaweza kufanya, na naifanya. Ndio sababu binadamu ana ubunifu. Kile tu kimeshinda binadamu ni kubuni kitu na kuweka uhai ndani yake. Did you know that? That the only thing that man cannot do is to create something and create life in that thing. Otherwise, ukiona kila kitu ambacho tuko nacho, unaona binadamu akiiga Mungu. Kuna gari binadamu anatengeneza inafanana na nguruwe. Mungu aliumba nguruwe. Hata gari lingine wakaita nguruwe, kwa maana inafanana na nguruwe. Ukiona ndege inaenda juu, akili ya binadamu kutengeneza hiyo ndege, aliona Mungu vile alitengeneza ndege wa angani. Look at things that people make. Actually, they are following the steps of God. Those things look like, hebu angalia helicopter. Helicopter inakaa kama nini? Kama grasshopper. You look at the grasshopper. Maana grasshopper vile inakaa. Na umeona vile helicopter inakaa. Unaona Mungu ndani ya binadamu aliweka roho ya uumbaji. Na uumbaji from nothing. Verse 2 inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. And therefore I'm presenting to us a message that out of nothing, out of emptiness, out of voidness, man has power. You have the power to bring something afresh. Even during this year, because I'm bringing this message from the backdrop of where we have come from. We have come from. Mahali tumetoka mwaka 2020 ambao wengine wetu tumeanza kurudi town. Hata nimeona leo ibada leo ni kama kuna watu wameanza kurudi town. Walienda reserve. Mambo iliumana. Nyumba ilikuwa inafungwa. Kazi ikaenda. Biashara ikafungwa. Watu wameanza sasa kurudi. Wanasema twende tujaribu. That is the backdrop of this message. For many of us, it is the beginning. And our beginnings are formless. Our beginnings are empty. We see darkness. Even as we go into this new year, we see darkness. We are realizing that there is emptiness, there is voidness, and there is nothingness, even as we begin this new year. But I want to remind us this morning, we are beginning afresh in our pursuit for job opportunities, in our pursuit for businesses. We are charting the path afresh. Actually, many people are beginning afresh because things never worked for them. But I want to remind us that God, our Creator, who created us in His image and likeness, with that image and likeness of God comes three powerful weapons.
which you have, which I have. Tunapoanza mwaka 2021 na tunaposonga mbele, na ukumbuke ya kwamba ninazungumza kuhusu ujumbe, do not despise your small beginnings. Tunapoanza mwaka wa 2021, utaanza kwa udogo na utaanza kwa uchache, utaanza kwa utupu, lakini nataka nikukumbushe usidharau mambo madogo. Usidharau mambo madogo. Kuna mambo matatu tu ambayo unahitaji kufanya ili uweze kukua kutoka udogo na uone mafanikio makubwa katika maisha yako mwaka huu. Na jambo la kwanza ambalo tunaona katika kifungu hiki ni kwamba anza mianzo yako na Mungu. Begin your small beginnings with God. Begin your small beginnings with God. This year, begin your small beginnings with God. And a very simple statement. In verse 1, the Bible says, in the beginning, God created. God. In the beginning. In the beginning, God. Hapo mwanzo, Mungu. Na inanikumbusha ya kwamba mwanzo wowote katika kila jambo, katika lolote lile ambalo unawaza kutenda, katika mwanzo wako wowote, anza na Mungu. Bwana sifiwe. Na ninasema hivyo kwa sababu hakuna mwanzo unaoanzwa na Mungu ambao haufaulu. There is no beginning that is begun with God and fails to succeed. And therefore I'm submitting to us this morning. Begin this year with God. Begin your business with God. That small business that you're thinking of beginning. In the beginning, God. That college that you're thinking of joining, begin with God. That's the power God has given you. Hiyo ndio nguvu ambayo Mungu amekupa wewe. Hiyo familia ambayo unanuia kuanza mwaka huu, anza na Mungu. Hiyo kazi ambayo unataka kuanzisha, anza na nani? Anza na Mungu. Hiyo goma ambayo unataka kuanzisha, anza na nani? Anza na Mungu. You are even dreaming of a house. That house, begin that foundation with God. And let me tell you, it doesn't matter how small that beginning is, so long as it is begun with God. It doesn't matter how small that business is. I was telling the first service, tulifanya harusi, mama tu anafanya Nairobi. Nikamwambia mimi siwezi kuwa mchungaji kabisa, na wewe unafanya Nairobi, kuja. Tukaanza kwa udogo sana, na alipokuja tukaweza kujenga kaduka kadogo mahali. Ilikuwa reserve kidogo. Tukajenga duka kidogo, na unajua roof ya hiyo duka ilikuwa tagari gani? Hello? Na wall ya hiyo duka ilikuwa jabire. But we started something small. Bwana sifiwe. And we started it with God. Bwana sifiwe. Unajua wakati maisha yanakuwa ngumu na mambo yanakuwa vile yalivyo, kuna temptation ya watu kuchoka. Kuna temptation ya watu kukosa matumaini. Kuna temptation ya watu kukaa nyumbani. I want to say this, and I'm submitting to this. This church is not going to be people of a church of busybodies, where people are going to sit down and wait and begin to say torito. No. It is a church of people who begin small things with God. Bwana sifiwe. Kwa sababu mwanzo wowote ambao umeanzwa na Mungu, hata kama ni ndogo namna gani, hata kama ni ufugaji wa kuku, hata kama ni jambo lolote, kazi yoyote imeanzwa na Mungu. The Bible says, in the beginning God. Let me tell you, that small thing that you are doing, that small business,
hiyo mboga ambayo unaenda kuuza, those fruits ambayo unaenda kuuza, beginning them with God, let me tell you, they will never fail, because nothing that is started by God will fail. Bwana asifiwe. Begin your small beginnings with God. Na ujiambie, neno hii inapokuja, ujiambie, mwaka huu sikai kwa mlango, mwaka huu sitaweka mguu yangu. Unajua kuna watu ambao wamevunjika moyo mpaka wanakaa kwa mlango na kuweka mguu hivi. Wanasema tu mimi sina, mimi nimeshindwa, maisha ni ngumu, maisha ni ngumu. Let me tell you, it is beginning small things with God that will take us to greater heights in this life. Kukaa chini bila kufanya kazi hata kama ni ndogo, nataka niwaambie, inaleta aibu ndogo. Aibu ndogo ya kuomba vitu ambavyo havipaswi kuomba. Inaleta aibu ya kwamba mtu ataenda chukua loan ambayo hawezi lipa. Aibu ndogo. Inafanya hata mtu aingie katika uwizi ambao hata mahali ambapo hapastahili uwizi. Mnakuta mtu hata kanisa kama hapa, unaona tumeleta hii kitu. Kuna watu ambao wamekaa hawafanyi kazi. Ukiweka hiyo kikapu, anajidanganyisha anaweka sadaka, kumbe anatoa yenye imewekwa ndani. Aibu ndogo kwa sababu amekataa kufanya kazi kwa mkono wake, na anze kwa udogo, because Mungu anasema unapoanza chochote kwa udogo na uanze na Mungu, God will bless the small thing. Do not despise the small things, because God is in the small things. Actually, let me tell you, God is in the small things, and God is happy when He sees you growing from one level to another. Beginning with God. Jambo la pili, speak to your small beginnings. Speak to your small beginnings. Watu wameanza vitu vidogo, but they speak to these things. They speak to those small things. Mtu ameanza na kuku moja, kuku mbili, na anaombea hiyo kuku, na anazungumza juu ya hiyo kuku, na ananena baraka juu ya hiyo kuku. And let me tell you, this morning I want to submit to us that there is power in what you say about what you do. There is power. There is power. And I love what God is teaching us in this passage this morning. When you read verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, verse 14, verse 20, verse 24, and verse 29. The Bible says, and God said, and God said, and God said, and God said, Mungu akasema, Mungu akasema. Na yale mambo ambayo Mungu alisema yakawa. What God said came to pass. When you begin small things and you speak to those small things. Let's read. Nataka tusome katika kitabu cha Methali 18. Methali 18 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema hivi. Proverbs 18 verse 20-21 inasema, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Kumbe midomo yako ndiyo shibe yako. Kumbe mafanikio ya maisha yako yako katika kinywa chako. Na mstari wa 21 likasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. In the tongue there is the power of death and the power of life. If you want to live, if you want to grow, it is in the tongue. There are people, kuna watu ambao wameishi maisha ya kusononeka, maisha ya kulalamika, maisha ya kunungunika. Nataka nikwambie, ukianza 2021 kwa kulalamika na kunungunika, utalalamika milele, kwa sababu what you say is what you possess. Bwana asifiwe sana. What you speak with your mouth is what you possess. We can bless or curse with the tongue. We can kill or cure with the tongue. We can cause growth or stagnation with the tongue. We can speak riches or poverty with the tongue. We can speak success or defeat with the tongue. And let me tell you,
that your tongue has your success. Your tongue has your possession. What you will confess with your tongue this year, mwaka huu, kile ambacho unanena, vile Mungu alivyonena, kile unachonena na ulimi wako, ndio unayopokea. What you confess with your tongue this year about your children, about your family, about your spouse, about your business, about your education, about your job, that is what you will possess this year. And now I pray that we will forget 2021 with all its calamities and challenges and troubles, and begin to speak good things 2021, and begin to say that this year I'm blessed. This year I'm beginning a business. This year I'm getting a job. This year I'm getting a piece of land in Eldoret. This year I'm building some buildings. This year I'm doing things, because what you say and what you speak is what you possess. God said, and it took place. Jambo la mwisho. Appreciate your small beginnings. I love that. Appreciate. Kuna watu unaweza kuwa umeanza kitu kidogo, lakini au furahi, au tambui kile kidogo ambacho unafanya. You don't appreciate. Appreciate those small beginnings. You see, God was not tired, did not become tired. And I also want you to look at verse 4. Chapter 1, verse 4, verse 10, verse 12, verse 18, verse 21, verse 25, and verse 31. God did not grow weary of saying. The Bible says in those verses 4, na Mungu aliona na akaona ni mzuri. Bwana sifiwe. Baada yeye kufanya jambo lolote anasema na Mungu aliona na akaona ni nini? Ni mzuri. Yaani kuna watu ambao hawaoni uzuri kwa jambo lolote wanalofanya. Wanaona tu mabaya. Wanaona tu haingekuwa hivyo. Wanaona tu singekuwa 400. Yaani ukipata 200 profit unasema singekuwa 400. You don't even appreciate with the 200. But God, the Bible is saying, and God saw and it was good. God saw what He'd done and it was good. Whatever you are doing in your business, even that school, even that class, even that year, that whatever you are building, that small house, even that grass thatched house, hiyo nyumba ya nyasi Mungu amekupatia, sema ni mzuri. Bwana sifiwe sana. Hiyo nyumba ambayo unaona Mungu amekutoa kwa nyumba ya nyasi akakuleta kwa nyumba mbili ya mabati, sema hiyo ni mzuri. Ukitolewa pale ukaletwa katika ile nyumba ambayo unasema sasa unaweza guza ukuta. Unajua kuna watu wametoka nyasi wamekuja mpaka sasa wanaweza guza ukuta. Uguza ukuta na maanisha sasa unaweza akisha taa yako, stima yako. Unajua kuna we are not the same. We are not the same. Kuna yule mwenye bado anatafuta ile taa ya koroboi. Anaakisha hiyo. Na Mungu anataka ya kwamba umshukuru hata kwa hiyo taa ya koroboi, kwa maana hiyo ndiyo amekupa. Na anapokusongesha pole, learn to tell him, I see this and it is good. I see this house of mine and it is good. I see my business and it is good. And let me tell you, when we learn to appreciate the little and small progress that God allows us to make in life, these small achievements spur us to move towards greater achievements, greater heights. So Mungu atusaidie. Hakuna mtu, kwa naambia vijana wetu sana ibada ya kwanza wengi ni vijana. Kwa naambia vijana wetu siku moja tutatengeneza siku yenye wazee hawa watatoa tu story wa mahali walianza. And I was telling them, you will wonder. Mtashangaa. Huyu mzee Kanga akianza kusema alianza wapi? Even the old things, there's a challenge, and the young people need to learn this. Young people, don't choose jobs, don't choose opportunities. Kuna watu ambao ni graduates lakini walienda wakaanza kuwa bawabu. Na wakasema ni mzuri. Wakapenda hiyo kazi ya bawabu because ni mzuri.
Na Mungu kwa sababu aliona ya kwamba wana appreciate katika maisha yao, Mungu akawakweza, Mungu akawainua kutoka upeo mmoja hadi upeo mwingine. These elders can talk to us. They can give us stories. These elderly mothers here, they can give us a story. Mahali walitoka. Watu hiyo siku tutatengeneza siku moja. Na watu watacheka. Yani just people telling their story of where they have come from, and you'll learn really that we began small. And God has grown us slowly by slowly. Hata mimi nikiwaambia yangu mtashangaa. Slowly by slowly. Na hayo mambo ambayo niliyafanya ambayo yalikuwa ni madogo hayajanizuia kufika mahali nimefika. Na hata mahali nimefika sijafika, bado kuna mahali ninaenda. Bwana sifiwe sana. Na hata wewe kuna mahali unafanya nini? Unaenda. Mambo haya matatu. Begin your small beginnings with God. Speak to your small beginnings and appreciate your small beginnings, and God will bless you. We will sing and say, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Let's pray. Baba wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na mwema, unayezungumza pamoja na mioyo na maisha yetu. Hata mwaka huu tuna imani ya kwamba kuna mambo mengi ambayo unataka kuzungumza na maisha yetu. Jumapili hii ya pili unazungumza pamoja nasi ukitukumbusha ya kwamba tuweze kuanza mianzo yetu pamoja na wewe, na kunena na mianzo yetu, na kuweza kushukuru kwa hatua baada ya hatua. Inaweza kuwa kwamba tunaanza mwaka huu kwa upweke, tunaanza kwa ugumu, tunaanza kwa utupu, tunaanza kwa ukiwa, lakini Yesu, kwa maana uko pamoja nasi, tunajua kwamba mianzo yetu midogo itafanywa kuwa mikubwa, kwa maana wewe ni Mungu unayetukuza sisi. You grow us into great heights. We worship and exalt you. Uinuliwe na ubarikiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani nikawa shetani, hivyo sina budi kushukuru Mungu wangu, sifa ni zako.